Naam, hujambo na karibu mpenzi mtazamaji, tenda wema nenda zako. Methali hii ya Kiswahili imepata maana halisi kupitia juhudi za shirika la Loisaba ambalo limeendelea kuwa taa ya matumaini na daraja la amani kwa jamii zinazolizunguka. Kwa muda mrefu, jamii za Pokot, Turkana na Samburu ziliishi katika hali ya taharuki, zikikumbwa na migogoro ya mara kwa mara iliyochochewa na chuki, mifugo kuibwa na mapigano ya silaha. Lakini leo simulizi hilo limebadilika kuwa namna ya kuvutia, na badala yake unasikika nyimbo za umoja, matumaini na mshikamano. Moyo wa mabadiliko haya ni shule ya amani iliyoko Posta, mradi adhimu uliojengwa kwa ufadhili wa Loisaba. Shule hii si tu mahala pa kujifunzia, mbali ni alama ya upatanisho. Hapa watoto kutoka jamii zilizokuwa hasimu huketi pamoja darasani, wakijifunza, wakicheza na kuota ndoto za pamoja. Loisaba pia imeendelea kuwahudumia wanafunzi hawa kwa kuwapatia chakula na msaada wa masomo, jambo linalowapa nafasi sawa ya kufikia mafanikio. Katika tukio lililojawa na hisia na furaha, wawakilishi wa jamii za Pokot, Turkana, Samburu pamoja na Warani walikusanyika kwa pamoja na kuelekea makao makuu ya Loisaba kutoa shukrani zao za dhati. Walipokelewa kwa ukarimu hali ya juu, huku nyuso zao zikisheheni tabasamu, ishara ya moyo uliojaa shukrani. Mandhari ya tukio hilo ilipambwa na rangi za tamaduni mbalimbali, kila jamii ikijitokeza kwa mavazi yake ya asili, ushanga wa kuvutia wa Pokot uking'aa shingoni, mavazi ya Turkana na Samburu yakionyesha urithi wao wa pekee, huku Warani wakiongeza uzuri wa pekee uliovutia macho ya wengi. Ilikuwa ni sherehe ya utofauti uliounganishwa na amani. Kama ishara ya kudhamini juhudi hizo, jamii ziliwazawadia viongozi wa Loisaba wakiongozwa na afisa mkuu mtendaji Bwana Tom Sylvester pamoja na meneja wa usalama Bwana Daniel Yangere, meneja wa jamii Bwana Paul Naiputari na timu nzima ya rasilimali watu na fedha. Viongozi hawa wametajwa kuwa nguzo muhimu katika kuleta maendeleo, kuimarisha amani na kutoa ajira kwa vijana wa maeneo jirani. Sherehe hiyo ilipambwa na nyimbo za asili na ngoma za kitamaduni, kila jamii ikiimba kwa furaha, kumshukuru Mungu na kuiombea Loisaba iendelee kuwa chombo cha baraka na maendeleo. Akihutubia hadhara hiyo, Bwana Tom Sylvester alisisitiza dhamira ya Loisaba kuendelea kushirikiana jamii, akiahidi kuimarisha zaidi miradi ya maendeleo na kudumisha mshikamano uliopo. Hakika Loisaba imeandika ukurasa mpya wa historia, kutoka migogoro hadi mshikamano, kutoka chuki hadi upendo. Leo ni mfano hai kuwa pale panapokuwa na nia njema na mshikamano, amani si ndoto bali ni uhalisia unaoweza kufikiwa. Nikiripotia makala haya nikiwa ndani ya shirika la uhifadhi la wanyamapori la Loisaba, niite Joseph Gilisho, mwanahabari wako. Asante kwa kutazama. Welcome sasa nimeshaongea, lakini nitaongea kidogo tena. Waliomba kupitia Paul, wanataka kuja Loisaba kuona kusema shukrani kwa Amani School, na nafikiri tulikutajana tukapanga na wameweza kuja sasa. Na kwa sababu hawa ndio mimi nimewakaribisha, lakini najua utakaribisha hawa zaidi, kwa sababu hawa ndio walikuwa ni wageni wetu ambao tumewakaribisha. Hawa ndio wataongea sana, lakini nataka nikupea nafasi kidogo, labda uweze kusalamia hawa na kuweza kukaribisha, alafu tuweze kuendelea kuongea. Unaweza kuelewa kwamba hiyo ndoto ilikuwa Amani School ni kitu ilianzishwa na Mama Sera na Mzee Kaparo, na ni kitu ambao tuliongea sana, na tulisema kwamba pandili ya amani huko mali shule ilijengwa alikuwa area ambao kuna communities kadhaa wanakutana. Alikuwa ile kitu muhimu zaidi ni kuonyesha umoja na amani, kusema jamii wote wako sawa tu. Hata tulisikia huko jana kwa ni fundraising nyingine tulifanya huko pande ya Olpulei na Mama Sera jana. Mzee mmoja Laikipia West, hiyo MP ya Laikipia West aliongea kitu ya maana sana. Alisema hata kama mtu anajikata sahi damu yake ni nyekundu, mimi yangu ni nyekundu, mzee yake ni nyekundu, mama kutoka Pokot ni nyekundu, hivyo tu, binadamu ni moja. Na hiyo kitu ya amani ilikuwa ile ya kuleta watu pamoja. Na tulisema kwamba watoto kisoma pamoja pia
wanafahamu. Unajua mtoto hawezi chagua wewe ni Pokot, wewe ni Samburu, wewe ni Mzungu wala nini. Wako pamoja tu saa yote. So ni kitu ya maana sana hiyo shule. Na pia nafikiri huko kwa historia alikuwa mali ya kukuru sana, si ndio? Si ilikuwa hiyo maneno mbofu yalikuwa ya Kanombio, alikuwa shida mingi wakati wa Samburu na wa Pokot walikuwa na vita kubwa. So tuliona kwamba hii kitu inaitwa Amani School ni kitu ya maana sana. Na yangu ni kushukuru tu communities vile nyinyi pia ulichukua kama yenu na ulikuja pamoja na watoto kwa mbalimbali ya community mbalimbali wote wanasoma hapa pamoja. Asitoshi hiyo, nafikiri kitu tena pia ya muhimu ni vile masomo ni kitu ya maana sana. Na kama iko kitu tunaweza kupea watoto yetu ni masomo. Sababu haishi. So kwa hivyo yangu ni kukaribia nyinyi yote hapa, kukaribisha. Asante, umechukua masaa yenu ya kuja kutembelea sisi hapa na ni furaha kwangu. Na pia ni mzuri kusikia kwamba kuna watu wengi waje kuja kutembea hapa Loisaba siku nyingine. So karibu. Nafikiri kwa hii mafupi ningerudisha mkutano kwa Bwana Daniel na tuendelee. Asanteni. Bwana Daniel na Bwana Tom pamoja na jamii ya Loisaba, pia na jamii yetu ya vikundi yenye simekuja hapa, ninawasalimu wa mjambo. Kwa majina ninaitwa Mary Akiru. Nimetoka kule Posta. Ninashukurani sana kwa sababu ninaona wenzangu wameongea shukurani sana. Na pia mimi ninashukurani sana, ninashukurani kwa sababu ya shule inaitwa Amani. Hiyo shule inaitwa Amani ndio imetuunganisha sisi Posta. Imetuunganisha sisi jamii ya Pokot, jamii ya Kiturukana pamoja na ya Kikuyu yenye huko na Samburu. Imetuunganisha hiyo shule sana. Na imetuunganisha kupitia hii conservancy ya Loisaba. Pia tunashukuru hii conservancy kwa sababu kutuunganisha sisi kwa sababu kupitia hiyo shule. Tunashukurani sana. Vile mwenzangu amesema hajawahi fika Loisaba. Mimi ni mmoja sijawahi jua Rangers yenye ziko hapa kwamba iko upande gani. Kwa hivyo ninashukurani sana sasa nikiwa nasimama hapa, nikiwa ninajua ati hapa ni Loisaba nimesimama naye. Ninashukurani sana. Ninaona kama wenzangu wamemaliza jambo wenye tumekuwa naye. Sisi kitu kikubwa imetuleta hapa ni hiyo shukurani mno. Ndio imetuleta hapa. Kwa sababu shule ya Amani ilipounganisha watoto yetu, imetuunganisha pia sisi jamii na imetuunganisha pia sisi wazazi. Tuko na furaha sana kwa sababu ya hiyo shule. Sisi kule Posta tuko na shule primary. Naona watoto yetu wanakula na wanashiba kupitia Loisaba. Hatujawahi ingia kwa mfuko tunanunulia watoto chakula. Kitu moja tu iwe tunaingia naye na ni kitu kidogo sana ambaye hata ni vile tu shukurani ndio nikanaye siku stahili kutaja. Tunalipa mpishi. Na hiyo ni kitu kidogo sana. Kwa hivyo Bwana Tom tunakushukuru na Bwana Daniel kwa sababu uwezo yenu wenye mmetusaidia kuweza kutusaidia hizo mashule mbili siko pale. Ndio kwa sababu hiyo ndio kitu imetuunganisha sisi pale. Nadhani ni hayo tu, juu wenzangu wamemaliza. Mungu awabariki. Habari sana basi nyinyi wote. Na salamu wa mama, na salamu wa sasa nyoka hapa na wa vijana pia. Habari zenu. Ya kwanza ninaambia Mungu asante. Kama sio Mungu hatungefika, lakini Mungu ndiye ametupa uwezo ndio tufike hapa. Haya kitu ya kwanza mimi naomba. Nasema asanteni sana kwa hiyo watu wote tuko pamoja. Samani sisi hakuna mwenye anajua mwingine. Pokot ni adui yangu, Turkana ni adui yangu, pia Msungu ni adui yangu. Lakini saa hii nikiwa hapa ninakaa kwa ndugu na dada. Na ni nani ametufanya hivyo? Ni Sara Korere. Na mheshimu kabisa hiyo mama. Kabisa. Hata hiyo usaidizi yenye tumepata ni juu yake. Kama hatukuwa na mama, hatungekuja hapa. Kama hatukuwa na Sara, hatungewajua nyinyi. Tunawaambia nyinyi asante sana. Kwa hii mama amefanya sisi tushukane tukue kitu moja. Sasa ukikuja kwangu unapata hiyo mama, nikienda kwao ninalala, hakuna kenye nilikuwa naogopa. Na mbeleni nikiona miti nasema ndio ipo Pokot. Ninatoroka. Miti kabisa sio hata mtu miti. Nasema ndio Pokot natoroka. Sasa tunakaa kama ndugu na dada. Hakuna mwenye anapigana na mwingine. Hakuna mwenye anakosana na mwingine. Sasa kenye mimi nashukuru, naambia Mungu asante na hii mashamba yenye umetusaidia. Mbele tulikuwa tunaingia shamba ya mtu bila kuomba. Lakini sasa ng'ombe zetu siko
na atupukusi na atufanyi chochote, inakula free. Ninashukuru Mungu kwa hiyo yote. Haya. Ni hapo ndio nafikisha Mungu. Warani jamii ya Loisaba na Wasungu, kwa sababu kuna Mzungu nasema haiko jamii ya Wasungu. Amjambo. Hii mzee naitwa Alfred Lolo Irimu. Inaishi upande ya Posta. Na vile ilikuwa imekuja kusimama, nasimamia neno 2 ama 3. Ya kwanza sijaingia Loisaba tangu na niwana ni mzee. Na shukurani kubwa, nasema shukurani kwa Mwenyezi Mungu. Ya pili nasikia jina naitwa Loisaba na nawana Mzungu naitwa Tom. Na nimeshukuru nimeona yeye kwa macho, kwa sababu vile ninaona chile iko neighbor. Ninashukuru sana sana pamoja na mheshimiwa ile Sara, kwa sababu ya watoto ya makabila yetu yote nasenyana huko. Nimekuta siku moja nilikuwa nachunga mbuzi, nilikuwa na kijana yangu mmoja ya miaka 6 na nakutana na mtoto ya Pokot, ninaona nasalimiana kwa kilugha ya Kiswahili. Ninauliza, mnajuana kwa lugha yetu? Nauliza yangu, mnajuana? Akasema ndio tunajuana, huyu tuko darasa moja. Hiyo ni shukrani kubwa. Ya pili, wakati tunaenda Narok, hiyo mimi mzee nimeshughuliwa na hiyo wa jamii. Nikashukuru huyu kijana, mtoto yangu. Amenichukua niende kuona Narok, Maasai Mara. Na unaona huyu mzee nafikiri ya miaka ngapi? Na sijawahi kuingia hapo tangu. Hiyo ni shukurani. Sasa kitu moja naomba, nasema asante sana kwa Mungu, siwezi kuendelea mingi sababu niko maneno mingi na siwezi kuendelea kwa sababu ya masaa. Nasema shukurani kwa hii amani amekutanisha sisi. Hata siku moja tulikuwa meeting huko Mwara Posta. Nikasikia mheshimiwa ya Wasamburu anasema kwa lugha yote, hata amesema na Kiswahili. Nikarudi kumwambia hizi tafuta hiyo miti mekula ama dawa mekula, usikiseni na Pokot, usikiseni na Turkana hii Laikipia hii. Leteni sisi upatie hiyo dawa mekula. Sababu naona Pokot nakaa na Wasamburu na Waturkana. Hiyo ni shukrani kubwa sana. Tunashukuru sana hii amani tunashika zaidi. Tafuteni zituchinge zaidi kwa sababu zinachama kwa lugha yetu tena. Amani ni amani na heshima ni kaa kubwa. Gani kubwa? Ni heshima. Ikiwa na heshima ndio utapata amani. Yaani kwa lugha yetu nasema nganyit omelet na nganyit ndio kubwa. Hiyo lugha yetu sasa nakoroga. Na nganyit ndio nasaa amani. Kwa vile sisi nasikianga nasema hapa amani. Singanyit ndio nachukua. Sisi Wasamburu, Wapokot, Waturkana umeheshimiana mpaka amani na kuja kusikia kwa waongozi wetu. Kusikia Mzungu, hata napenda kusema ukikata hapa ndamu ni nyoku. Hakuna ndamu nyobe. Hakuna njamu madawa ni moja tu. Ana narudia majamii yetu. Wapokot, ukisikia Kiswahili kama hiyo ama neno kama hiyo, si kitu mzuri sana. Tushikeeni mzuri sana, tushikeeni mkono maisha na Wasungu yetu na wajamii yetu wa vijana yetu. Hapo ndio kucho yangu. Pole, hamjambo tena. So nafikiri tumesikia maongeo mingi ya maana sana hapa. Na inaanza na ile kitu mzee alitaja, heshima. Unajua heshima ni kila kitu. Uniheshimu hata kama ni mtoto kidogo, hata kama ni mzee, hata kama ni mama, hata kama ni jirani wala nini, upea heshima. Na tunapea pia heshima kwa wanyama na mali ya nyumbani. Si ni kweli?
Na hiyo kitu ningependa watu washike, hiyo uwezo yote tumeweza kufanya hapa ni kwa sababu moja tu ya mazingira. Unajua sisi ni watu ya conservation. Na hakuna conservation itakuja kufundisha watu, hata nyinyi kuchakaa na mnyama maisha yenu yote. Si ni kweli? Lakini ni kufanya awareness tu. Tunapenda watu waheshimu hiyo mnyama, inaleta sisi wageni, hiyo wageni ndio unapewa nguvu ya kufanya saidizi kujenga kitu kama Amani School, inafanya saidizi ya kupeana watoto wote hii chakula wanapewa, kitu kama hii. So ni kitu ambayo tunataka fahamu, mazingira ni kila kitu. Na wanajua pia inaleta watu kwa umoja. Sababu kama hii mzee, si ni maji moja, mimi na wewe natumia ni maji tu. Hakuna ile yangu na yako, si ni moja. Hewa ni ile tunafuta pamoja. Chakula ni hiyo. So ni kitu ambayo nataka watu wafahamu, conservation ndio mwanzo. Na hii conservation hawezi fanyika bila amani. So inafuatana na manio kila wakati. So kwa hiyo kwa fupi tu ningependa kusema tena tunashukuru kama Loisaba ile support wa jamii yetu wa jirani wamepea sisi. Kweli tumeweka hiyo maskimu yetu ya malisho na kadhalika, na watu wameweka ng'ombe na heshima. Hakuna complaint tumepata. Watu wanakaa nafuata ile sheria ambayo tunaweka kulisha hiyo ng'ombe. Ng'ombe ndio umekaa salama na ni shukrani yetu. Na pia kwa pande ya security kwa area imekaa salama. Na hii mnyama ambao tumeleta kama faro ni kitu ambao umetoa kwa roho zenu pia kuchunga na kukua macho huko mbali. So hii yote tunashukuru kwa kila kitu. Na pia ningependa kuongeza mama moja aliyekuja kuomba mambo ya kura. Unajua pia hii tunaita jana tulipea jina Mama Plus. Unaona Mama Plus ni Mama Sera. Na wanajua ni rafiki yangu sana, tulishikana kitambo na tulikuwa na hii yote ya Amani School na kitu kama hiyo. Na ni kweli ni mama ambao kutoka 2017 wakati aingia, si tumekuwa na amani kusema kweli. Kitambo hiyo alikuwa shida mingi. So ni kitu ambao tuna support. Sitasimama hapa kama mambo ya siasa, lakini tunajua hii kitu na siasa inaweza kufunja na inaweza kubomoa. Kwa hivyo tunapenda ile ambayo inajenga, inajenga, sio ya kubomoa wala kufunja. Ile ya kujenga na kuleta jamii pamoja ni muhimu sana. Sababu kuna wale wa siasa wanaweza kugawa watu. Wanasema huyu ni Pokot, huyu ni Samburu, huyu ni ndio wapate nguvu pande yake, unaelewa? Na hii ni kitu ambayo tunadharau. Hatutaki hiyo. Tunataka mambo ya umoja kila wakati. So nafikiri kwa hiyo fupi ningependa kushukuru pia umepea nafasi, umechukua masaa zenu kukuja pande hii na ni inakuum roho yangu sana kusikia umekuja kusema asante. Nimeshukuru sana. Na pia itaongeza sisi nguvu kuelekea mbele na hii timu yetu yote. Nimefurahi pia kuona kina Francis Kola. Unajua timu Loisaba ni kubwa na hakuna mtu mmoja hapana haiko na kazi yake, na tunaungana kama timu na tunasema hata sisi ni kama sura ya Kenya. Kuna kabila yote anafanya kazi hapa. Kwa hiyo ni kitu moja. Asante. Viongozi wetu Tom Sylvesters pamoja na wengine ambao sijui kwa majina, Paul Leyangere pamoja na Waloisaba wote na jamii zingine kutoka community kule nje, na wasalimu amjambo. Yes, mimi natoka kwa jamii ya Pokot. Kwa majina naitwa Esther Maira. Nashukuru Mungu sana kwa hii siku ya leo ambao tulishinda tukiombea na Mungu ametufikisha. Sisi tumekuja hapa kulete shukrani zetu kwenu kama Loisaba, especially Tom kiwa na kina Luyangere na kina Paul ambao tunakuanga na yeye kule karibu kila siku. Kuna madam naitwa Unita, sijui kama ako ama yuko pia, msalimieni yeye. Tunamtambua kwa ile kazi mzuri ambao wanaleta kule nje. So sisi tumekuja hapa kusema asante. Kubwa, yani sauti yetu kubwa yenye imetuleta hapa ni kusema asante kwa yale mmetufanyia pale. Kwanza naibu Ramani, tuko na watoto wako scholarship pale. Kuna watoto 150 ambao mulitusomeshea. Jamani, unafaa useme nini? Umesaidiwa, umesomeshewa mtoto wako boarding, ako shule anasoma. Ukikuta pale utajua kutofautisha mtoto wa Mpokot, Msamburu, Mturkana, Mkikuyu, unakuta wanatumia lugha moja. Hiyo ndio imetufurahisha na ndio maana tukakuja hapa kusema asante. Pia kuna wengine Tom
kuna ile watoto wetu walikuwa wanataka kuolewa, wale watoto wasichana ambao mlireact haraka sana na mkasaidiana na Mheshimiwa Sara, na hao watoto wakaingia pale. Kwa sasa hao watoto wako sawa, wanaongea lugha ya taifa. Hata kuna mama moja ya bati ya watoto wako hapa. Kuna mama ya mmoja hako hapa mwenye alikuwa anataka kuuliwa na mzee kwa sababu ya mtoto, na amefurahi akasema siku hizi mtoto wake ni Mkenya. Anaelewa English, anaelewa lugha zingine mingi, amefurahia pia akatujoin. Mungu awabariki. Sisi hatuna budi la kuambia Mungu tu awabariki, kwa sababu sisi tukijaribu hata kutafuta mingi ya kuongea tunashindwa. Kwa ile upendo mlituonyesha, kwa ile umoja mlitupea. Kama nyinyi, kama tuseme Mr. Tom alisema kabila ya Msungu. Wewe sio kabila ya Msungu, wewe ni kabila ya sisi wote. Kwa sababu wewe ni Msungu ndio, lakini wewe uliona tu wale watoto wale weuzi wako huko nje, wacha wasaidiwe. Si Mungu naye pia akusaidie, Mungu mwenye msaada, wacha akusaidie. Kwa hivyo sisi kama jamii ukule tumekuja hapa tu kwa sababu ya asanti. Mungu awabariki na awatendee mema.